rungu la mwisho, lazima twende mahakamani tukasimamishe. Hakuna kutangaza bingwa mpaka uchunguzi uliosema bodi ya ligi utolewe hadharani leo. Kwa sasa kuna wachambuzi ambao wanatukera, wanatuponda, lakini iko siku watajua kwamba Yanga walikuwa na nia gani. Kwa hiyo nasema hivi, ili kuona haki yetu inatendeka ni kwenda mahakamani kuzuia asitangaze bingwa mpaka ukafafanuzi uliosema bodi ya ligi utoe hadharani. Pamoja uongozi umepeleka kesi mahakama soka kasi, sisi tunayo haki ya kufungua kesi hapa ndani mahakama za kawaida. Bwana, ukisikia mambo ni mengi na muda unatosha kabisa. Mtu akisema muda utoshi mwambie unatosha kabisa. Nikukaribisha sana kupitia Like Media. Hapa ndipo ambapo utapata stories zenye uhakika na story zenye ujazo wa kutosha kabisa. Mimi naitwa Lugano Izali Mwamba kabisa, niko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa za kimichezo. Kama ambavyo unafahamu, mapema nilikupa taarifa kwamba kuna mpango wa klabu ya Yanga kwa maana ya uongozi kwenda kuitisha mkutano mkuu wa wanachama ambao sasa wao ndio watakuja kuamua katika ajenda ambazo zitaenda kutengenezwa. Na leo hii mapema kabisa mara baada mimi kutoa taarifa ambao nilikwambia ni za ndani kabisa, na hizo za ndani zilishaanza kuonekana zaidi kabisa sasa, kwa maana viongozi wa matawi ambao pia katika kila ambacho nikizungumza hawa sikuwazungumzia, lakini viongozi wa matawi leo hii wamekusanyika kwa pamoja, wahasa wa Dar es Salaam wamekusanyika pamoja katika makao makuu ya klabu ya Yanga, na kitu ambacho walienda kukizungumzia ni kile ambacho nishawahi kukwambia kwamba Yanga wataenda kuitisha mkutano wa dharura ambao utaenda kupelekea maamuzi magumu ambayo mimi nimeyazungumza kwa kina kabisa, yale ambayo yanaenda kutokea. Na kwa hatua za mwanzo kabisa, wazee wa Yanga na viongozi wa matawi wamekutana pale Jangwani kwa maana makao makuu ya klabu ya Yanga, na kutoa maadhimio kadhaa ambayo ndio yataenda kuleta sura ya kile kitu ambacho uongozi unaenda kukisimamia na kuona nguvu imetoka kwa wanachama wake. Na hiyo ni kwa sababu moja tu, ni kwamba wanataka uongozi wa juu usije kaonekana ndio ambao umepelekea haya, lakini mchoro mzima wa mkutano wa wanachama wa klabu ya Yanga, hasa wakiwakilishwa na wakuu wa matawi, viongozi wa matawi ndio ambao unaenda kuitisha, lakini mchoro ukiwa umetoka kwenye mamlaka ya juu kabisa ya klabu ya Yanga. Sasa imeanza kwenye swala la matawi na wazee wa Yanga ambao wamekutana na wakaanza kuzungumza. Miongoni mwa kitu ambacho kikazungumzwa, kitu ambacho kimezungumzwa, miongoni mwa vitu ambavyo vimezungumzwa, lakini kwanza kabisa kukaanza kuzungumzwa mkutano wa dharura ambao niliuzungumzia kabla hapo, nao wamekuja kuthibitisha kile ambacho nilikwambia za ndani kabisa. Mkutano wa dharura utaenda kuitishwa. Sasa msikiza hapa kiongozi kwa maana wa wazee wa Yanga kizungumza kuhusiana na mkutano huo wa dharura. Hapa ni makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani. Tunahitaji mkutano wa dharura, na mkutano huu wa dharura kwa mujibu wa katiba 2021 unapatikana kwenye ibara ya 22 inaongelea mkutano wa dharura. Lakini mkutano wa dharura huu una vipengele viwili. Kuna cha 5 kinahusu kamati ya utendaji, cha 6 kinatuhusu sisi wanachama. Endapo mkutano ule utaandaliwa na kamati ya utendaji, wao ndio wataandaa ajenda kuleta kwenye kikao. Tukija kwenye ibara ya 6, tukiomba kwenye kipengele cha 6, kiomba na wanachama ndio watakayopanga ajenda ya kikao. Kwa maana basi tutumie nafasi hii ya kuomba ili ajenda ya mkutano ule tuiandae sisi, ili kutoa kile kinafaa kwa maslahi mapana ya Watanzania na wapenda michezo kwa jumla. Baada ya kumsikiliza kiongozi huyo sasa wa matawi ya Yanga, sasa taarifa nyingine ni kuambia kwa kiongozi huyo ikazungumzwa kuhusiana na Yanga wanakusudia kwenda kupeleka kesi mahakamani
Hili ulikuwa unalifikiria au ulitarajia kwamba inaweza kafikia hatua hiyo? Basi msikize tena hapa. Nazungumzia kuhusiana na kesi kuipeleka mahakamani. Manake kutoka katika mahakama ya kasi hawajaridhika, wanaenda kuipeleka mahakamani. Na hiyo nguvu imetoka kwa wanachama na inaenda kwenye uongozi, manake wanachama ndio ambao wataenda kupeleka kesi mahakamani. Hiyo yote ni mbinu za kwenda kukwepa namna kwamba uongozi wa juu ndio ambao umepeleka haya mambo kwenda mahakamani. Ni mchoro ambao umechorwa vizuri kabisa, lakini shuhudia kwamba hiki kitaenda kutokea. Sikiliza wakizungumzia kuhusiana na swala la kupeleka kesi mahakamani. Msingi dhani siko tuligusia hapo, tukasema jamani, si hivyo tu. Pamoja uongozi umepeleka kesi mahakama ya soka kasi, sisi tunayo haki ya kufungua kesi hapa ndani mahakama za kawaida. Ieleweke, FIFA kama FIFA wanasimamia sheria 17, si masuala ya kiutawala. Kwenye utawala kuna vitu vingi. Sheria 17 zinahusu kwenye pichi. Endapo mchezaji kamchezea alafu vibaya mwenzie kafa, kadi nyekundu za hukumu yake. Lakini kwenye utawala kuna kesi, na ndio maana ndani ya FAT TFF wapo viongozi wamekwenda jela kwa kufuata sheria za ndani. Nadhani sina haja ya kuwarudia, wengi mnawajua. Kuna sehemu nilizungumza kwamba huenda watu wanachukulia poa sana hili swala na hawajui jinsi gani ya kuliendea na kuweza kulimaliza kabisa. Ndani yake kuna madhara makubwa sana. Sasa nilizungumza kwamba kuna mchakato ambao unatengenezwa kwa ajili ya hata uongozi wa juu wa TFF uweze kuchukuliwa hatua, kwa maana ya kusema kwamba hawana imani na uongozi wa juu wa TFF. Sasa matamko ambayo yataenda kutamkwa kwenye mkutano mkuu yataenda kugusa mamlaka ya juu kabisa ya TFF, kwa maana Rais Wallace Karia. Lakini kwa kudhibitisha hayo, msikize tena kiongozi wa wazee ndani ya klabu ya Yanga akizungumza kuhusiana na masuala mazima ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Maana yake utaanza kupata picha ya kwamba Wallace Karia pia anaenda kuguswa katika maadhimio haya ambayo yataenda kufanyika na uongozi wa Yanga. Hebu sikiza kidogo, utaanza kuanza kuhisi kile kitu ambacho nilishapata nafasi ya kuzungumzia, jinsi ambavyo ajenda inatengenezwa na mchoro unavyotengenezwa. Kwamba TFF ni taasisi iliyosajiliwa kama klabu ya Yanga, na wote tumesajiliwa kwenye nyumba moja chini ya sheria ya Baraza la Michezo ya 1967, na ndio maana kuna msajili wa vilabu na taasisi mbalimbali. Lakini lingine, walioko wengi waliwasikia wabunge au kuchambua kwa kutosha, lakini sio kama pale waziri yeye alikuwa hana neno la kusema. Nadhani aliongea kiutu uzima, akasema hivi, mambo ya jandoni huwezi kuyatoa hadharani. Ina maana kuna mambo aliyaona, aliyobaini, kwa sababu waziri yule ni mwanasheria. Lakini nafikiri mwisho, lungu la mwisho, lazima twende mahakamani tukasimamishe. Hakuna kutangaza bingwa mpaka uchunguzi uliosema bodi ya ligi utolewe hadharani kiampelewe. Nasema hivi, kama hatuna budi ili kuona haki yetu inatendeka, ni kwenda mahakamani kuzuia asitangaze bingwa mpaka ukafafanuzi uliosema bodi ya ligi utoe hadharani. Waliongea vitu viwili, wakasema kuna dalili za sheria za rushwa. Sasa tupate taarifa kutoka TAKUKURU aidha bodi ya ligi kwamba fulani na fulani wanatuma kutoa rushwa, tumewakamata kwa mahakamani. Mbili, walisema kuna uashiria uchifu wa amani. Tunajua usalama wa nchi uko kwenye jeshi la polisi, inaosema usalama wa raia na mali zake. Sasa pia watuletee, je, wao wanataka Yanga na Simba turudiane? Yanga ndo waathirika wa hii kesi, na aliyokata tiketi ni wanachama wengi wa Yanga. Je, uvunjifu hautakuwepo au sasa wanataka kututia kwenye uvunjifu? Yanga kama klabu sisi ndio walinzi wa amani wa nchi hii.
maana ulinzi wa Tanzania, kila Mtanzania ni mlinzi wa nchi yake. Hatuwezi kuona kwamba watu wachache wanataka kuleta vurugu kwa kisingizio kutumia klabu yetu. Ili tuondokane na hilo, tukazuie asitangazwe bingwa mpaka ufafanuzi wa kisheria utoke, au waje mahakamani waje watuthibitishie fulani ametoa rushwa, fulani na fulani wamekuja hivi. Hiyo ndio uvunjifu wa amani. Hakuna mtu aliyopigwa, aliyonyanyaswa wala nini. Utakuwa nakumbuka Wallace Karia wakati akiwa bungeni alizungumzia kuhusiana na swala la ripoti ambayo watu wengi wamekuwa wakihitaji ripoti ifanyiwe kazi haraka na itangazwe yale ambayo yalitokea kwenye dabi ya Kariakoo. Yeye alisema ripoti haipo. Sasa mkuu wa matawi wa Yanga pale makao makuu alizungumzia hilo pia, lakini pia akigusia kuhusiana na yale maamuzi yaliyochukuliwa na vitu kama hivyo. Hebu tumsikilize kidogo, pengine unaweza kudaka kitu kingine ambacho unaona kinaweza kikawa ndio sababu kubwa ya kupelekea mambo hayo yote kufanyika. Walieleza kwamba waliahirisha mechi baada ya kugundua kwamba kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini pia kulikuwa na viashiria vya rushwa, na wakaahidi kwamba baada ya uchunguzi wao watakuja hadharani waeleze hivyo viashiria vya rushwa ama uvunjifu wa amani ambao vilisababisha kuahirisha mechi ya mashindano. Cha kusikitisha kwamba kabla hata hawajaja kwa Watanzania kuwaeleza, wamepanga ratiba ya mechi. Yanga tulitoa malalamiko yetu mengi. Siku mcheza mechi hiyo ya Simba na Yanga, wakumbuke kwamba mechi ya Machi 8 mwenyeji alikuwa ni Yanga Africa. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwenye mapato yale. Yanga tuliandaa mechi kwa maelezo ya viongozi wetu, waliandaa mechi ile kwa zaidi ya milioni 58. Maandalizi ya mechi zaidi ya milioni 58. Lakini wapenzi, mashabiki na wanachama wetu wametoka mikoa mbalimbali, wamekuja kuungana na wenzao wa Dar es Salaam kwenda kusupport timu yetu. Kwa maelezo ambao waliotoa wao wenyewe bodi ya ligi, mpaka mechi inafikia kuahirishwa, zaidi ya mashabiki 40,000 walikuwa washakata tiketi. Tegemeo letu la Yanga ni kwamba mapato yale yangesaidia klabu ya Yanga. Leo unatuambia unatangaza mechi ya Juni 15 kwa watu wale ambao waliwasumbua kutoka mikoani kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusupport timu yao. Utegemea watakuja tena Dar es Salaam? Zile fedha ambazo waliingia viingilio siku ile, hakuna hata maelezo kama zimekwenda wapi. Vipi unafahamu kwamba Yanga wanaona kama hiki wanachokifanya kina masai mapana kwa soka la Tanzania, kwa kile ambacho wanakipigania, wakidai kwamba wanapigania mpaka zile timu ndogo, lakini kanuni na utawala bora katika michezo pia iwepo hapo. Msikize tena akiendelea kuzungumza kuhusiana hilo kwamba Yanga wao tutakuja kuwaelewa baadaye sana kuhusiana hiki ambacho wanakifanya, kwamba wanalipigania soka la Tanzania liwe katika misingi mizuri. Kwa hiyo tumeamua safari hii tusimame tutetee soka la Tanzania. Wale iko siku watatuelewa kama nini maana yetu. Kwa sasa kuna wachambuzi ambao wanatukera, wanatuponda, lakini iko siku watajua kwamba Yanga walikuwa na nia gani. Kwa hiyo niwaambie, tunaungana na viongozi wetu wa klabu kwa machache za mechi. Lakini sasa tunataka tulitoe kwao. Hiyo ni agenda ya wanayanga wote. Leo tumekaa matawi mkoa wa Dar es Salaam baada ya kamati ya utendaji kutoa tamko. Lakini tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu. Tunaanza na orodha hii ambayo tumeingia leo hapo. Hawa ni wajumbe halali wa mkutano mkuu. Tunahitaji tuunganishe nguvu na nchi nzima. Katika katiba ya Yanga inatuelekeza kwamba mkutano mkuu wa dharura aidha utaitishwa na kamati ya utendaji ama itaitishwa na wanachama kwa ombi kwenda kwenye kamati ya utendaji. Leo tunatamka rasmi kwa sababu tunaiandikia rasmi kamati ya utendaji, tunahitaji mkutano wa dharura. Kuanzia leo mpaka tarehe 15 Juni ni siku ambazo zinatosha kabisa kuwa na mkutano wa dharura kikatiba. Sasa swala la kuunganisha nguvu na nchi nzima limekuwa na
limezungumzwa pale katika kikao hicho ambacho kimefanyika pale Jangwani, kwa maana ya makao makuu ya klabu ya Yanga, kukusanya nguvu ya nchi nzima, yani maona Yanga nchi nzima wote wakusanyike kwa maana ya kukubali kile kitu ambacho kitenda kutokea. Nini ambacho wanakizungumza wazee hawa katika swala hilo? Nini ambacho kitenda kutokea? Hebu sikilize hii pia. Tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu. Tunaanza na orodha hii ambayo tumeingia leo. Hawa ni wajumbe halali wa mkutano mkuu. Tunahitaji tuunganishe nguvu na nchi nzima. Katika katiba ya Yanga inatuelekeza kwamba mkutano mkuu wa dharura aidha utaitishwa na kamati ya utendaji ama utaitishwa na wanachama kwa ombi kwenda kwenye kamati ya utendaji. Leo tunatamka rasmi kwa sasa, tunaiandikia rasmi kamati ya utendaji, tunahitaji mkutano wa dharura. Kuanzia leo mpaka tarehe 15 Juni ni siku ambazo zinatosha kabisa kuwa na mkutano wa dharura kikatiba. Katiba inaeleza kwamba ili mkutano wa dharura upatikane lazima utangazwe kwa siku zisizopungua 15. Kwa leo tarehe 10 tunatenga siku 5 za maandalizi. Tutawapelekea kamati ya utendaji barua kupitia kwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa klabu ambayo ina orodha ya wanachama wa Yanga ambao wako hai, ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu, ili tupate mkutano wa dharura. Tulitoa hili kwao liwe ni agenda ya mkutano mkuu wa dharura wa Yanga. Na kwenye katiba yetu imetuelekeza mkutano mkuu wa dharura utakuwa na mamlaka sawa na mkutano mkuu wa klabu. Kwa tutakachokiamua pale ni maamuzi halali ya wanachama wa Yanga kupitia mkutano mkuu. Kwa ni watoe wasiwasi, tumedhamiria kwamba kwa hili haturudi nyuma, na tunaomba viongozi wetu kama walivyotoa maelekezo matamko lao wasije wakatokea tena kurudi nyuma. Hatuchezi mechi na hatutacheza mechi. Basi kwa uchache ni hayo ambayo nimekuletea kupitia Like Media uweze kufahamu kwamba mchakato na kile kinachoendelea mpaka dakika hii kuhusiana na swala la dabi ambayo iliahirishwa likaenda kasi likarudishwa. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale mpaka swala kwenda bungeni, lakini bado haijapata solution. Lakini Yanga wameamua kuchukua hatua nyingine kwa maana kuelekea sasa mahakamani. Kama itoshi wanaenda kuitisha mkutano mkuu ambapo kuna maadhimio kadha wa kadha ambayo pengine yanaenda kwenda kugusa maisha ya mtu, taasisi fulani na mazingira mengine. Nini ambacho kitaenda kutokea? Nini ambacho tutaenda kukiamua? Hatua ya awali imeanza kwa maana ya viongozi wa matawi wataanza kujikusanya, wanapeleka barua kwa maana ya kwenye Escom ya Yanga, wanampatia CEO wa Yanga, baadaye anaipitisha, naenda Escom anajadiliwa, lakini ni mpango ambao umesetiwa. Mwisho wa siku ni vile ambavyo nimezungumza. Maadhimio ambayo yalikuwa nazungumzwa ni kwamba huenda Yanga wakaenda kuomba kucheza ligi nyingine nje ya Tanzania. Uongozi wa juu wa TFF huenda ukapata changamoto ya kutokukubaliwa au kuambiwa ungatuke na vitu kama hivyo. Kama ambavyo alisema kwa upande wa bodi ya ligi, lakini kama itoshi kuna maadhimio mengine makubwa sana ambayo pia huenda kuyaadhimia. Sasa nini ambacho kitatokea? Tusubiri. Hatua kwa hatua tutapata kile kitu ambacho wanakifanya Yanga kama ambavyo wazee wa Yanga wameweza kuzungumza hii leo. Mimi naitwa Lugano Israel na hii ni Like Media. Nilikwambia mapema, hii ni za ndani kabisa, ambazo nikisema za ndani huwa namaanisha za ndani. Tayari ishaanza kuibuka story, tayari ishaanza kuibuka yale ambayo ulikuwa yafahamu, saizi yamekuwa wazi wazi. Taarifa ya kupeleka barua kwa CEO wa bodi ya ligi, CEO wa Yanga nao tutakuja kuifuatilia, lakini vikao vya Yanga, maadhimio yanakuaje? Maana masema ndani ya siku 15 hili jambo litaanza kupiga hatua nyingine. Wameacha kidogo wawe katika maandalizi. Kikubwa zaidi endelea kuifuatilia Like Media. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanapata taarifa na michapo mbalimbali. Lugano Israel ndio jina langu. Wakati wote na wasaa wote utapata updates hapa. Endelea kuwa nami wakati wote na wasaa wote.